katika kitabu Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh fi ad-Din, mlango ambao tutaanza nao ni babu sujudi sahwi wa tilawati wa shukr. Hii ndio nukta ambayo tunaanzia ukurasa nambari 38 nukta 118. Tuna kitu cha kuzungumza sio leo, sababu kimeleta kama balbala au ikhtilafu za watu kuhusu kusoma Fatiha nyuma ya imam. Yahitajia ziada ya maelezo, tutakuja kuitoa biidhnillah tabaraka wa taala. Babu sujudi sahwi, mlango unaozungumzia sijida ya sahau katika sala au yanayofungamana na sahau. Watilawati, yani sujudi tilawa, sijida ya kisomo. Kadhalika washukri, yani sujud ash-shukri, mlango wazungumzia vile vile sijida ya kushukuru. Kwa sujida ni tatu hapa, kuna sujudu sahwi, sujudi tilawa na sujud ash-shukr. Nikianzia na sujudu sahwi, anasema mwandishi wa kitabu wa huwa mashru'un, nayo hii sujudu sahwi imewekwa katika sheria. Nini makusudio ya hii sujudu sahwi? As-sahwu katika lugha, as-sahwu katika lugha wanafasiri watu wa lugha kama ilivyokuja katika lisanul arab, nisyanu ash-shay'i, ni kusahau kitu. Wal ghaflatu anhu, kughafilika nacho, inaitwa as-sahwu. Au dhahabul qalbi anhu ila ghayrihi. As-sahwu nisyanu ash-shay'i wal ghaflatu anhu, kusahau kitu au kughafilika na hicho kitu. Au tunasema as-sahwu dhahabul qalbi, ni kuondoka kwa moyo. Kuondoka kwa moyo maana yake kuondoka kuzingatia mazingatio ya moyo, anhu, kutokana na hicho kitu, ila ghairihi, mazingatio yakenda katika kitu kingine. Ulikuwa unasali kwa mazingatio, fadhahaba qalbuka anis sala, ukaondoka moyo, kwa maana mazingatio yakaondoka kwako kutoka katika sala, ila ghairiha, ikenda katika jambo jingine, labda imekwenda katika masala biashara na ulikuwa katika sala, tusema dhahabu alqalbi anhu ila ghairi. Na istilaha watu wa fiqh wanaposema sujudu sahwi, hukusudia huwa ma yakunu fi akhir as-salati au ba'daha, huwa ma yakunu fi akhir as-salati au ba'daha lijabri khalalin bitarki ma'murin bihi au fi'li ba'd manhi anhu duna ta'ammudin. Huwa ma yakunu fi akhir as-salah, hii ni ile sijida inayopatikana mwishoni mwa swala. Huwa ma yakunu fi akhir as-salati, ni ile inayopatikana mwishoni mwa swala, au ba'daha, au baada ya swala, lijabri khalalin, lengo la sijida hii ni kuunganisha
khalalin, yale mapungufu au mianya iliyopatikana katika sala. Lijabri khalalin, kwa ajili ya kuunganisha mianya, mapungufu yaliyopatikana katika sala. Bitarki ma'murin bihi, kwa kuacha kilichoamrishwa. Ndo khalali yenyewe sasa, yale mapungufu. Bitarki ma'murin bihi, kwa kuacha kilichoamrishwa. Au fi'li ba'd manhi, au kufanya baadhi yaliyokatazwa. Anhu, kutokana na hilo. Duna ta'ammudin, pasina kukusudia, pasina kukusudia. Hiyo ndio taarif ya sujudu as-sahwi inda ulama al-fiqh, kama ilivyokuja katika al-iqna'. Hii ni sheria yake ikoje? Wanasema ahlul ilm, اتفقت المذاهب على مشروعية سجود السهو لمن وقع له في الصلاة ما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم أو نحوه على وجه السهو. wamekubaliana wanawachuoni wa madhehebu juu ya kwamba sheria ipo ya sujudu sahau kwa yule ambaye pamepatikana kwake katika sala yale yaliyopita kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na mfano wake katika namna ya kusahau. Wanaeleza kusihi kwake kumekuja ahadith ambazo wamezileta wanawachuoni, miongoni mwazo ni hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu ambayo amesimulia al-Imam al-Bukhari wa Muslim. Aliswalisha Mtume sallallahu alayhi wasallam, salla Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ihda salatay al-asha, imma الظهر وإما العصر العشي يعني مchana. فسلم في الركعتين ثم أتى جزعا في قبل المسجد فاستند إليها وخرج سرعان الناس فقام ذو اليدين يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت. alisalisha moja rakaa sala za mchana, ilikuwa ni dhuhuri au alasiri. Akatoa salamu akaegemea katika sehemu ya ukuta. Dhul Yadaini akaja akamwambia, ya Rasulullah, swala imepunguzwa au umesahau? Mtume sallallahu alaihi wasallam akaangalia kulia na kushotoni, fanadhara yaminan wa shimala, فقال ما يقول ذو اليدين, kisha kauliza nini anasema dhul yadain? Qalu sadaqa, wakasema wale watu masahaba amesema kweli. Lam tusalli illa rak'atayn, hukusali isipokuwa rakaa mbili. Kwa hivyo ilikuwa Uislamu ndio unafundishwa na yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam anateremshiwa wahi, dhana yao ikasema kwamba rakaa zimepunguzwa, sababu bado sheria kuna yanayofutwa, kuna ambayo yanaitwa mengine. Fasalla rak'atayn, akasali rakaa mbili zilizobakia, wasallama, kisha akatoa salamu, thumma kabbara wa sajada, thumma kabbara wa sajada, na mahallu shahid. Baada ya salam akaja takbira, akasujudu, takbira, akasujudu. kadhalika hadithi iliyokuja mbele ya Imam Muslim wa Nasa'i wa Ibn Majah, hadithi ya Imran bin Husayn, mfano wa hadithi ya Abi Huraira. Kwa Imran bin Husayn imekuja wasallama min 3 rak'at,
alitoa salam katika raka ya tatu. Falamma qila la, alipoambiwa salla rak'atan, akasali rakaa moja, thumma sallama, thumma sajada sajdatayn, thumma sallama. Kadhalika nayo hii ni dalili katika kuekewa sheria jambo la sajdatu as-sahwi. Tuko pamoja? Qala al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala, wa huwa mashru'un, nayo imewekewa sheria. Wapi? Kama tulivyotaja, ahadith zimekuja nyingi, sisi tumetaja baadhi. Idha ni sheria pale ambapo tu, idha pale ambapo zada al-insanu fi salatin, amezidisha mtu katika sala, amezidisha mtu katika sala ruku'an au sujuda, amezidisha rukuu au amezidisha sujud au qiyama au amezidisha kisimamo, kwa maana amezidisha moja ya nguzo ya sala, au qu'udan au kikao, sahwa, hali ya kusahau, sio kwa kukusudia, amesahau. Kisahau, sheria inasema ataleta sajida mbili as-sahw. لحديث ابن مسعود، كحديث ابن مسعود رضي الله عنه ambaye amesimulia al-Imam al-Bukhari. Anasema Ibn Mas'ud, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam salla adh-dhuhra khamsa, alisali Mtume sallallahu alayhi wasallam sala dhuhuri rak'atano. Na hii inaonyesha kwamba alikuwa ni ibn Adam, yansa, anasahau Rasul alayhi salatu wasallam. Faqila lahu, akaambiwa azida fi as-salah, kumezidisha katika sala. Faqala wa ma dhak, akasema nini hicho, mnakusudia nini? Qala sallaita khamsa, umesali rakaa tano. Fasajada sajdatayn ba'dama sallam, akaleta sajida mbili baada ya kuwa yeye amekwisha toa salamu, kwa kazileta sajida mbili baada ya salam. Au naqasa shay'an min almadhkurat, au amepunguza kitu katika yale yaliyotajwa huko nyuma. Yepi? Rukuu, sujud, qiyam, qu'ud, katika nukta ya kwanza iliyotajwa hapo. Ata bihi, atakileta kile alichokisahau. Wasajada lisahwi, na ataleta sajida sahwi. Ameacha, amepunguza yaliyotajwa yote ni arkan hapa. Rukuu ni ruknun min arkani as-salah, sujud ni ruknun min arkani as-salah, qiyam ruknun min arkani as-salah, qu'ud ruknun min arkani as-salah. Ameacha hayo, ameacha nguzo, ataleta kile ambacho amekiacha na sajdatu sahwi. Ambapo sasa hapa kuna maelezo yaliyotajwa na kuna mengine hayajatajwa. Nambari 3, au taraka wajiban min wajibatiha sahwa, au ameacha wajibu miongoni mwa wajibu wa sala kwa kusahau. Nukta hizi mbili maelezo yake yapo kama yafuatayo. An-naqsu, inayopatikana katika sala, itakuwa kimeachwa moja kati ya vitu vitatu, kwa sababu sala kama sala yenyewe haina zaidi ya vitu vitatu. Kuna kitu ni ruknun, kuna kitu ni wajib au mustahab, yani sunna. Zile hayati za sala ni katika kuipamba sala yako. Sharti haimu ndani ya sala, inakuwa nje ya sala.
ambayo ikiondoka sharti sala haitotimia moja kwa moja. Kwa hiyo itakuwa huyo aliyeacha imma an yakuna ruknan, ameacha nguzo, au wajiba, au ameacha jambo la wajibu, au mustahabba, au ameacha kitu cha sunna. Fa in taraka ruknan fi rak'ah, akiacha nguzo kwa kusahau kisha akakumbuka qabla shuru'ihi fi alqira'ati fi arrak'ati allati ba'daha, ameacha nguzo, ifhamu, ameacha nguzo ya swala, hakukumbuka yeye kwamba kaacha nguzo. Mathalan raka ya kwanza ameacha nguzo, hakukumbuka kwamba kaacha nguzo, isipokuwa ameshaenda raka ya pili, amesimama raka ya pili, lakini kabla ya kuingia kwenye kisomo cha raka ya pili, kabla ya kuingia kwenye kisomo cha raka inayofuatia, atalazimika huyo an yauda ilayhi, akirejee kile ambacho alikiacha. Atalazimika yeye arudi akarejeshe kile ambacho amekiacha, kisha patamlazimikia kusujudu sijida ya sahau mwishoni mwa swala. Itamlazimikia kuleta sijida ya sahau fi akhir salatihi ala ma sayati tahriruhu mawdi'. Tutakuja maelezo yake mbele. Nasema ikiwa hakukumbuka isipokuwa tayari ameanza kusoma qiraa cha rakaa inayofuatia, ile rakaa iliyopungua kule nyuma itakuwa imebatilika. Ile rakaa iliyokuwa ina mapungufu ya ruknun itakuwa imebatilika, na atajenga ile rakaa alionayo sasa ndio rakaa ile ambayo ilitangulia. Sawa, tutoa mifano baadaye. Kisha ataleta sujudu sahwi. Ikiwa amesahau rakaa nzima au amesahau vingi katika swala, rakaa nzima amesahau au amesahau zaidi ya kitu kimoja katika ile rakaa, ataleta kwa utimilifu wake, ile rakaa, kisha ataleta sijidatu sahwi. Namna gani? Tutaana mbele. Asili ya haya kama ilivyokuja hadithi ambayo tumesoma ya Abu Huraira na Dhul Yadain. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisahau rakaa, akaileta rakaa nzima, na Abu Huraira kasahau rakaa mbili, akazileta rakaa zote mbili. Huyu aliacha nguzo. Ikiwa ameacha wajib, hakuacha nguzo, ameacha wajib, jazakallahu khair, at-tashahhud al-awwal, ameacha tashahhud ya kwanza, ameacha hii wajibu huu, ana hali zifuatazo. Ikiwa itawezekana kwake kudiriki hicho alichokiwacha kabla ya kuondoka ile sehemu, kasahau tashahudi ya kwanza, karukuu, kasujudu sijida ya kwanza ya rakaa ya pili ambayo anatakiwa kwa tashahud, akasinuka akasujudu sijida ya pili,
akainuka, nia yake ni kwamba ni jalsatul istiraha, sio tashahudi ya kwanza, haikumjia, anajua hii ni jalsatul istiraha. Kabla hajaenda juu sasa akakumbuka pale pale kabla hajaondoka ile sehemu, atakileta kile ambacho amekisahau pale, na wala hatoleta sijida sahau baadaye. Wa in dhakarahu ba'da mufaraqati mahallihi, ikiwa atakuwa amekumbuka kishaondoka ile sehemu, anaelekea kusimama, hajakaa tashahudi ya kwanza, lakini kabla an yasila ila ar-rukni alladhi yali, hajafika kwenye nguzo inayofuatia, sawa, hajafika kwenye nguzo inayofuatia ambayo tashahudi ya kwanza, nguzo inayofuatia ni al-qiyam ila ar-rak'ati ath-thalitha. Sa qabla wusulihi, kabla kufika kule, yupo katika mwendo wa kusimama, rajaa, atarejea chini, yeye ataleta utaratibu huo, atakamilisha, wala sahwa alayhi, wala hakuna sahau kwake. Lakini khilafu zipo, wapo walosema sahau itakuwepo sijida. Kwa nini? Kaongeza jambo, sawa. Wapo walosema sahau itakuwepo, wapo walosema sahau haitakuwepo. Nukta, hali ya tatu sasa. Hali ya kwanza akakumbuka kwenye kikao kile. Hali ya pili, katikati baina ya kikao na aruknu yali. Hali ya tatu, wa in dhakarahu ba'da mufaraqati mahallihi wa ba'da an yasila ila ar-rukni alladhi yalihi, ikiwa atakumbuka kishaondoka ile sehemu na ameshafika katika jambo jingine, sasa ameshasimama qaima mu'tadila, simama sawa sawa, sakata anhu, patadondoka kwake ile wajib. Tuzungumzia wajibu hapa. Wajibu utadondoka kwake yeye, hatorejea tena kuuleta, hatoulipa wajibu ule, wajibu hatoulipa. Fala yarji'u ilayhi, hatorejea. Wayastamiru fi salatihi, ataendelea katika sala yake. Wayasjudu lisahwi, na atasujudu sajida as-sahwi mwisho wa sala yake. Hizi ni hali tatu za kuacha wajibu. Tuko pamoja hapo? Na hii hali ya tatu ni hadithi ya Ziyad ibn Alaqa ambaye anasema alitusalisha Mughira ibn Shu'bah, aliposali raka ya pili alisimama, hakukaa kitako. Watu wakasema subhanallah, watu hapo chini, yeye kishasimama tayari wima, sawa. Imam kishasimama wima raka ya pili, watu wamekaa tashahudi, wanasubiri imamu ashuke. Subhanallah, watu hapo chini, yeye imamu al-Mughira ibn Shu'bah yupo kisimamo. Alipoona hawaji juu, fa ashara ilayhim an qumu, akawaashiria wasimame, kwa akawaambia simameni, sawa, kwa mimi sirudi tena, mshanikumbusha, nyinyi mnifuate sasa. Kwa akawaashiria wale wote wasimame, wakasimama wakamfuata. Nimefahamika hapo? Falamma faragha min salatihi sallam, alipomaliza kutoa kusali akatoa salam, wa sajada sajidataini wa sallama, wa qala hakadha sana'a rasulullah sallallahu alayhi wasallam, hivi ndivyo alivyofanya mtume sallallahu alayhi wasallam. Hadithi itakuwa ni ina hukumu gani? Marfu'un hukma. Haya, imekuja hadithi kwa Abu Daudi wa Tirmidhi wa Tahawi wa Ahmad, na amesahihisha
Sheikh Albani katika al-Irwa anasema Rasul alayhi salatu wasalam idha istatama ahadukum qa'ima, anapotimia mtu kisimamo, ameshasimama sawa sawa, falyusalli waliyasjud sajdatay sahw, aendelee kusali asirudi, na ataleta sajida mbili za sahau. Wa illam yastatim qa'ima falyajlis wala sahwa alayhi, ikiwa hakutimia kusimama atakaa kitako, atarudi na ataleta wala sahwa, wala hakuna sahau kwake. Hizo ni hali tatu ambazo tumezitaja katika wajibati. Tumesema ruknun, wajib au mustahab. Wa in taraka mustahabba, ikiwa ameliacha mustahabba, faqila la sahwa alayhi, hakuna sahau kwake yeye. لأن المستحبات لا حرج في تركها, بسبب المستحبات hakuna ubaya kuacha kwake. Waqila ghayru dhalik, apemesema kinyume na hivyo, wanasema bali yustahabbu sujud limasnuni, bali pana pendezeshwa sujud kwa masnun, lakini wala yajib, si wajib. Pana pendezeshwa, si wajib. Mfano wa sunna kama ipi? وضع اليدين على الصدر فنسي, amesahau. Sema sio lazima ulete sajida, kwa sababu huunganishi mapungufu. Hili si pungufu la swala. Kuweka mikono kwenye kifua si sharti la swala, si nguzo ya swala, si wajibu wa swala, ni katika sunna za swala. Na walosema wajibu, wapo walosema wajibu kwa hadithi wakaileta wakasema likulli sahwin sajdatani, ama hadithi hiyo ni dhaifu. Hadithi hiyo ni dhaifu kwa sababu ina inqita, imekatika huko, kwa hiyo haitolewi hoja katika hili. Hii nukta ya an-naqs, au sio? An-naqs katika hali zake tatu: imma نقص كما ترك الواجب ترك الركن أو الواجب أو مسنون. ثم قال أو شك في زيادة أو نقصان. نمبر 4, أو ametia shaka, nimezidisha au nimepunguza katika sala. Nilisali rakaa 3 hizi adhuhur, hizi ni 3 au kamili 4, au hizi ni 4 au ni 5. Yana imetia shaka kwamba amezidisha swala au amepunguza swala. Huyu mmoja akasema nimeswali 3 au ni 4 hizi, mwingine akasema nimeswali 4 au 5, kawa ana ikhtilafu katika nafsi yake. Shakka fi ziyadatin au nuqsan. Ni nini hukumu yake mtu huyo? Tukisema shakka ay taraddada, ametatizika, ametatizika. Hal salla 3 au 4 mathalan, ama swali 3 au 4, na swala lazima iwe rakaa tu, hata sijida nimesujudu mara 3 mimi, anatia shaka, au nimerukuu mara 2, anatia shaka. Anasema fa innahu yataharra salata, yataharra yatadhakkar, ataichunga sala yake aikumbuke, ataichunga sala yake aikumbuke. Atachunga vipi? Nukta ya kwanza, atajiuliza katika hii sala yangu mwanzo mpaka mwisho, anatia shaka sasa, hii ni 3 au ni 4? Je, nimesoma Fatiha mara 3 mara 4? Yataharra sasa, sababu kupitia hapo natajua leo sala yangu nimesoma Fatiha mara 3 mara 4. Umefahamu? Kwa sababu kila rakaa ina nini? Fatiha.
haya hataweza kuyafanya isipokuwa aliyekuwa na umakini katika sala yake. Kusahau ikawa ni binadamu uliopitikia, kwa sababu kuna watu wanasali lakini hajui hata anasoma kitu gani. Kimaliza kusali ukimuuliza imam, leo kasoma sura gani, pengine asijue. Hawa watu wapo. Sawa, Allah tuhifadhi isiwe sisi. Pengine leo hapa mtu kimuuliza, je, imam raka alfajiri ya leo raka ya kwanza kasoma sura raka gani, ni sura gani, pengine asijue. Mimi raka ya kwanza sikuiwahi leo hapa. Nikasoma sura gani raka ya pili, pia asijue. Si watu wapo. Sasa sitaki kuuliza kama tutajua nafsi yake kwamba mimi najua nimesoma sura gani au mimi sijui, katika hao nishaingia. Anajua yeye mwenyewe. Sasa utajihukumu wewe mwenyewe. Kwa utaangalia nukta ya kwanza, nimesoma Fatiha mara ngapi? Hakumbuki, atajikumbusha tena. Tashahudi nimeleta mara ngapi? Sawa? Tashahudi mara ngapi nimeleta? Hakumbuki. Kwa hiyo hakuna anachokikumbuka huyo mtu, ametia shaka katika sala yake. Anasema fa in tarajjaha indahu ahadul amrayn bana alayhi wa sajada ba'da as-salam. Ikiwa moja kati ya njia mbili itapata uzito, yeye ana nukta hizi, nimeswali 3 au 4 adhuhur, 3 au 4, kwa anaanza kujenga ile rajih kwake, pakajengeka kwamba nimeswali 3. Sawa, ndio yakini yake ilipompeleka. 4 ikawa ni shaka, lakini yakini ni 3. Hii 4 ikawa haina nguvu, kama kwa asilimia labda tujalie kwenye raka 3 asilimia 55, raka 4 asilimia 45. Kwa hiyo zidi ni raka 3, atabeba kile ambacho kimepata nguvu kwake. Wa aksuhu, na kinyume chake. Sasa labda kapata nguvu katika raka 4, atabeba lile. Lakini baada ya swala, sajada ba'da salam, atasujudu baada ya salam. Wa illam yatarajjah lahu ahaduhuma, na ikiwa hajapata nguvu kati ya njia mbili hizi 3 au 4, ikawa asilimia ni 50 kwa 50, hakupata kile ambacho haswa 3 4 kwenye swala yupo hajapata, fa innahu yabni ala al-yaqin, atajenga yaqini, wa huwa al-aqallu, atachukua idadi iliyokuwa chache baina ya 3 na 4, atachukua 3. Wa yasjudu qabla as-salam, na tasujudu qabla as-salam. Haya maelezo huenda usiyadhibiti, lakini ukirejea kitabu Risalatun fil wudu'i wal ghusli was salah cha Sheikh Ibn Uthaymeen, maelezo yapo, pamoja na kuwa mwisho utatoa maelezo fulani hivi, itatusaidia.